Director ameshindwa kupronounce jina yako. Anasema Genti, unajua anatoka from those sides of the country. You're welcome back to the program. This is still Good Morning Kenya. Time for our last conversation this Thursday, like we talked to you about earlier. It is Thursday, easy, light, and we have our artist in studio, Genti, plenty. Director, yeah. Genti, plenty. That is it. All right, so we want to talk about your music, film, music, directing, all these things that you unafanya, you know, just as a someone who's coming up into music, into film, and all of this. Sindio? Yeah. And perhaps you can begin from you being a gospel artist before you moved to the other side. Yeah, me being a gospel artist. Nilikuwa gospel artist before. Hapo ndo penye nilianza definitely kwa mtoi. Unataka kufanya. Which year was that? That was 2014 nikimaliza high school. So nilianza na gospel just for 2 years, then after kampo nikaamua tu acha ni change, ni do what I want. Yeah. So ulianza gospel kufurahishana. Is it what you had wanted to do as at that time? Because so it's known a lot of artists, by the way, moving to and actually most of them ni young artists. And most again especially ni young male artists. Mtu alianza na gospel after high school, after campus, or just somewhere in between. Na alikuwa ameshikilia Mungu. And then I decide, you know what? This is not my thing. Yeah. Kitu yangu. Naweza sema that was what I was supposed to do at that time. Yeah, ilikuwa hiyo stage, ilikuwa hiyo time, and ilikuwa ni lead to where I am right now. Yeah. So can we safely say that, okay, let me not speak for everyone, every young male or every young gospel artist who moved to secular, because again, ni preference ya mtu na where you feel your heart is, sindio? Yeah. But do you feel like, now maybe you might be biased, I don't know, but do you feel like watu wengi wataingia gospel just for the benefits of it kujulikana, tujue kuna msanii fulani ana exist, and then now when things hit up a bit, now let me do what I really want to do? Is that really the case? For me sijui, but for me I used to nilikuwa naimba sana shule, tulikuwa unaona Sunday service, siko nakosa kuimba, so I think yo kuimba Sunday service sana, nikafanya after chuo nikazidi kufanya gospel, but watu wana grow and things change, and it changed, and right now I love what I'm doing. Yeah. I mean, you even did 2 songs now, hadi ulitoa video. Sindio, zili backfire. Videos backfired. Zote zili backfire. Okay. Yeah. So for you coming to the other side is just because this is what ulikuwa nataka from the word go, only that environment as at that time nilifanya gospel? Yeah, actually hadi nilikuwa mtoi, nilikuwa like primary. Bado nilikuwa naimba nilikuwa primary. Sikuwa naimba gospel. So kuenda high school ndio unapata enter, hatuko na poa time ya kuperform. So then nilikuwa naweza perform niyo Sunday service. Nikakuwa mazoea hadi nikajipata sana naimba gospel. Yeah. Okay. So up until when did you now decide, now this is what I'm doing in your craft yangu, this is the kind of style of music I'll do, na nita stick to this kind of style? When was this? I was trying to like kufanya a lot of things, nione venye anaweza kuwa na muziki poa, unaona? But then kwa naona gospel inanifinyilia pale, na pia si lazima tunifanye gospel ndio nikuwe nimependa Mungu. Mimi napenda God by the. Mimi nikamwa tu finally manze, it was too much for me. Yeah. Nilikuwa naona niko na a lot of pressure nini. Nikasema acha ikuwe manze, mimi nafanya vitu zangu. And right now my craft manze imegrow hadi utapenda tu. Simesikia ngoma sahi. Nimesikia ngoma. Siwezi sema sijasikia. So ilikuwa tu hivyo manze. Yeah. Nimesikia kwanza wengine hapo dangerous. I don't know why your thing is about dangerous and all that, but we'll get to that in a short while. So now this is 2015. Yeah. Ndo sasa ukaanza muziki officially. Yeah. Then 2014 after 2 shule hivi nikafanya ngoma ya kwanza, then nikaingia campus 2015. Hapo 2015 kuisha huko hivyo 16 nikafanya ngoma ya pili. Then hivyo ndo story ya gospel ikaisha. Actually wase kwa celebrate sana shule from first year. Nilikuwa na perform, wase wako hyped. Then second hii day manze Waire kwa anakuja shule yetu. Then nilikuwa nikatendreze Waire. Mimi na gospel zangu saa 8:30 saa 9 watu wamelewa. Mimi naomba kwa ndani, na perform naomba kwa ndani, Papa God just bless me. Man, hiyo day ilikuwa my worst day manze, sikupenda. Okay, nilipata wasalinichia, but pia nilipata boo
for the first time. Hapo nikasema actually acha ni work on my craft, and after kuwakia craft yangu hivi, currently what I'm doing right now is the outcome na nimeipenda personally, nimeipenda. My latest jam inaitwa Kangaroo. Yeah, guys can check it out. Yeah. So do you feel like you'd ever go back to where perhaps you started from, gospel, or for you now you chose this style of music? It's like gengetune kind of. Yeah, but tamu. Msanii lazima ajipigie debe. Nani anasema ngoma yake sio tamu? Sasa tasikia. So they'll judge for themselves. Yeah, so naweza sema hata sasa niko na gospel songs bado nimeandika. Siwezi kosa. Nikifeel na dai kuimbia Mungu wangu niambia Mungu wangu. Kuna mtu atani stop. Okay. Yeah. Does it make you an artist with no sense of direction? No. Why do you think so? Haimanishi nikitaka kuimbia God sina direction. That's the best thing to do as a human being. You see, as in mwenye amepewa talent na Mungu. Hata kama anafanya vitu zangu, kuna time unaamua tu mazeni ya Mungu ni ya God na anafanyia God. So haimanishi una direction. Look, you know why I'm asking you that is because utapata you see there's this thing in gospel where they keep saying that gospel ime evolve sana, si ndio? Kuna they keep calling it, kulikuwa na time ya prophecy, kuna time ya prophet, and think I'm forgetting they call it kulikuwa na time ya prophecy, kulikuwa na time ya process na profit. So sijui kuna zile matime kulikuwa na wale tukochonga gospel fathers. So hiyo ni ati wanaitanga ni time ya prophecy. Yani hiyo ni time Mungu alikuwa ameita anawaambia sasa, this is perhaps what with your craft, I want you to reach my people through this. And that's when unapata hiyo time like they were not even so much concerned on whether hizi ngoma zitachezwa kwa TV, kwa radio. Like for us it's just about music. And that's when unapata most of them your time they would go to high schools, mission, TV, radio. Mkitaka kucheza ni sawa, if you don't want to play pia is still fine, no problem. Then it came to this time where we call now the process, whereby now sasa lazima ngoma ziingie kwa TV. Akina nani hao kaleta process? Sasa kina Mr. Googs and all these other DJs that we saw. Now they came, now your generation, which is about profits as they call it, you know. Now wanasema sa time yenyu lazima sa to make. That's when unapata a good number of gospel artists will tell you, mimi kama haina pesa, let's look for what we'll have money. So that's why I was asking you. You see, going with that evolution, and unasema unaimba pia ngoma za gospel na unaandika pia secular. You know, some would say and some would think, why just stick to your direction and your lane? If you're choosing to become a secular artist, this is your lane. If you choose to do gospel, that's why I asked you, do you feel like you are like an artist who doesn't have a sense of direction? No, I'm doing secular music. Yeah. Na nimesema sati naimba gospel pia. Nikisema nikidai kuimba gospel, nitaimba tu. Ukishikwa na karoho. Nikishikwa na roho nisikia manzi time ya God manzi acha mjue kiimba sasa ile from roho yako kabisa. Achana na hizi za profit. Sisi kama secular artists tukidaka kuimba tunaimba, unaona? Because unasema manzi sana ni ya God. Hizi za profit utaona tu zinapita. So nikidai kufanya nafanya bali maanisha tu sana nafanya gospel na nafanya nini zote. Mimi nafanya secular music and I love what I'm doing. It's good to clarify, you know, it's also important. Sure. All right, so since that time 2015 up until now, how would you say your journey has been? I mean, we're talking with you off end kwa tunasema doing art. Art si ya watu wanyonge. Ati tu muziki, sijui acting, film. Naweza sema nime-evolve because hapo 2015-2016 nilikuwa na producer moja mwenye sasa amegrow sana, anaitwa Vicky Pondis. Nakumbuka hapa akiniambia vile unaweza record nini. I was confused, bado nilikuwa mtoi, sikuwa najua what I can do. I wanted to do production. Nilikuwa nataka kufanya bado nikuwe director, but at the end of the day nika choose kufanya film. So film ilianza after sana nilipause from gospel music. Nikachukua some year like 2 years ama 3 years bila kuimba hivi, but hiyo nilikuwa na perfect sa skills zangu za ku-act na za kushoot, za kuedit and everything. That's why right now sasa nafanya film na bado nafanya muziki. Anaona muziki imechange na film is also good and better. So which one brings more money in? Is it film? Is it music? Kama tu zinachezea pamoja? Muziki sasa sema mimi naletea hata bob, but I do mpaka siku italeta do. Wewe uko committed to the craft. To give up hapa. And then film, hizi short films, na do short films. Baada zianza kupay, but me as a director
bado director asema vitu zao na editor wase, so naweza sema from the point of co-director asema kazi zao na kuedit, hapo ndo penye naweza kuwa nakula. But my own nini bado ijaanza kulipa, but niko positive italipa soon. Yeah. This is Kangaroo, the one showing on air. Yeah, that's Kangaroo. Tell us a bit about that one. Kangaroo. So there was this date kwa tumechill hivi, and then we were talking about dances zilikuwa unaona with my friend. Hiyo time tulikuwa tunatafuta tu mabit online. So kuna time na chillingi na maboys wangu tukirap tukiimba. So tukapata beat, boys wangu akaniambia manze unakumbuka zile styles za kitambo? Nikamwambia zile za Kangaroo za high school. So watu walikuwa high school time najua tuna relate. So ika happen like after kudownload beat moja hapo nikaanza kuflow, bakaniambia but unaweza andika ngoma kama hii. Na nikamwambia how sure you naweza. Nikamwambia bro naweza make cause mojua Kangaroo ni dancer, so kwa najua. And then pia nilipatia tu kwa video, nimepatia tu freedom ya kufanya dances zao. Kila mtu anaweza fanya version yake. Sasa unaona kuna watu wanafanya hivi, kuna wanafanya vitu wanadu. So kufanya Kangaroo ilikuwa like iko tu dance wave ya kila msee, kila msee anaweza enjoy, anaweza jibamba tu, yani unaelewa. Sasa uliamua na hiyo ngoma, take us back to those that were in high school 2013, 2014, 2015. Kangaroo nilikuwa tu inspired tu na Madrax. Unakumbuka ngoma ya Madrax? Hiyo ilikuwa Get Down nini ya. So hiyo ndio kitu inspired na ndike Kangaroo. But currently niko na ngoma inakuja soon, ndio nitembele. Some cool vibe manze ujaiona. Kitu safi. Tukimalizia tutaongelea hiyo. Now let's go back to at least your music a bit before to touch on film. So ukiongea about Kangaroo, obviously ni also from where the dance style came from. Sasa the kind of music you create, because unasema for you, you know, music is also where your heart lies sana. Ndio maana hata kama haina profits per se, all the way mpaka ile siku itawaijipa, si ndio? So what informs the kind of content una create kama msanii? Muziki nasikia. Muziki za watu? Muziki nasikia, okay. The kind of music I listen to and in influence my type of music. Which kind of music is this you listen to that informs your style? Nasikia a lot of UK artists wa Nigeria na fully Kenyan content. So ukisikia di muziki yangu hata kama na rap kwa inaka gengeton, but pia si gengeton as though, but some sweet vibe. So ni fusion too from ngoma nasikia. Then who I am, I'm a Kenyan, I'm representing Kenyans. So nikisikia UK, Nigeria nini, hata mimi nikifanya ngoma yangu najipata niko na some sweet vibe. Inaitwa vibe ya genti. Sasa your style, how would you describe it? Your style of music? Sasa what naweza describe? I just want to vibe ya genti, ni vibe safi tu. Kwa hivyo tunasema ni gengeton, dance hall. Ni gengeton new sensation. Gengeton mpya sensation. Gengeton mpya. So not just gengeton but si gengeton but gengeton imepakwa maskari, imekuwa nini. Kila kitu. It has a lot of everything inside. Yeah. Okay. Now let's come to film. Because unasema film you began in 2021, is it? Yeah. No, actually kushoot zangu nimeanza this year. But before nilikuwa na shoot movies from Eldoret, nilikuwa shuleni nini na nilikuwa bado na shoot yase. But zangu nimeanza kufanya sasa this year. How is it doing music and film? I mean, because both of these two crafts zina require a lot of input and creativity, because they involve writing, shooting, looking for crew, human resource. Una juggle aje doing this, two of them? Mimi kama nikuwa creative na write, that's what I do every day. Me as an artist, like daily mpaka ni create. Kama sita create ngoma ama kivas moja, nita ni script ama ni correct script niliifanya before. Like ni kitu nafanya tu daily nimezo. Hata nikitembea kuna vitu tu naweza kwa nafikiria maybe ni record na simu nijifanya na call hivi na record so that nizidi kuwa consistent, unaona, na nizidi kuwa more sweet, also wapende kazi yangu. So unafikiria kila time? Kila time unaandika. Sasa unafikiria nini? I can say like this is my first TV interview na simu moja nitaiongelea. Kuna venye naweza weka into film. Na pia into a song. Okay. I'll test your prowess when you finish. You still have some time. All right. So basically you try and see gani unapatia priority as at what time?
kuna time tu akili ina deciding tu manzeni mafilm hadi siwezi fikiria muziki. Na kuna pia time fulani tu ni muziki like because every week naenda studio Friday narudi Monday, so nikiendanga Friday vile tuna bond na producer unapata hata naweza fanya ngoma moja ama mbili ama hata other than kufanya tukue na meetings to grow tu, unaona. So napenda muziki priority mob because ni kitu napenda sana muziki. Muziki napenda sana bado napenda nafanya film, but muziki ni mwanzo kitambo sana. Muziki ndio roho yako? Ndio roho yangu. What about your film? As in, I was watching your content on YouTube na naona iko na different series, like there's one I was watching which imeandikwa Dangerous, but it's different series of Dangerous. Like ulikuwa na Dangerous Root, Dangerous Boyfriend. What is it about having a specific series when you're creating these short films za YouTube? Unaona kama watching ma movies, kuna ma movie unapatanga ni series moja but kila episode ni different. So kitu mu try kudo like ndio ni confuse mafans wangu. Kama nafanya series ya Dangerous, kama sasa nimefanya Dangerous Root na nikafanya Dangerous Boyfriend, of which watacheza one. So nikiamua like na wakia series za Dangerous, kasa niko na series za Dangerous kama 5 na niko na pia series kwa inaitwa Unknown. So kulikuwa na Unknown Messenger, Unknown blah blah blah, vitu kama hizo. So na trying like msakijua sasa agent na wako on this anaweza search according to your nini. Sikukuwa na titles mingi unaweza confuse watu pia, unaona. Napenda kuwa organized. Which is good for an artist. What is it about that name Dangerous na hiyo series yenye umekuwa ukicreate, because again you also have another one coming, Dangerous Weapons, ndio? What is it about that? As in una try kutuonesha nini exactly? Wana kama nifanya Dangerous, most of it na act ni vitu zinapen mtaani. Kama hiyo Dangerous, kama Dangerous Root, kuna hiyo route huko mtaani wasudungwa mavisu na ni real. Actually penye niliactia kuna wasengo wamededi hapo. So mu try to like kudu kitu wasio sata relate nayo, hata kama simso mbali wasetua mtaani waone tu yenye mazee jenta anaongelea vitu zinapena huko. So ni unaona, kwa hiyo ni Dangerous kulikuwa na idea like nifanye everything Dangerous inago on kwa mtaani. Kila kitu Dangerous ni try to bring it out. That's unaona kuna Dangerous Root, kuna Dangerous Boyfriend na kuna hiyo Dangerous Weapon ina come vitu kama hizo. Sasa kama hii yenye already is on screen, which one is this? That one is Dangerous Root. Dangerous Root. So this is now explaining what ulikuwa unatuambia, that kuna place flani mtaani where kuna hiyo chuo manzee watu hapo watu kimbia basi. Hadi day nilikuwa na shoot. Kuna watu waliona kana shoot hadi wakakimbia. Wakawa nadhani ni real ati msame amefanywa hivyo. So mutry tu kuonyesha wasee manzee vile vitu zina happen mtaani. So this is Dangerous Root. Then you also have Dangerous Boyfriend. I have Dangerous Boyfriend. What is the concept of that one? Dangerous Boyfriend. Si nile design unakatianga demo wa mtu na kona chali, lakini chali ni waya. Saa ni hivyo tu. So like na try kucheza na mse demo wake ni mbaya. Vitu kama hizo zina happen huko. Mse unajaribu tu kucheza na demo wake hivi na kumada. So that's everything I speak about. Everything is gonna happen around me. So for you, what is happening around your environment? I'm a team effect. Msaki nipigia story na I always try ni into film. Ni which one have you created yenye msame kupigia story? Unajua people can give you stories, but kuna ile moja inakutouch, una feel too this is actually a story. I think I need to write something about it, whether in music or in film. Asa menipatia ma story, kama I have stories na funny shoot. Ni venye unapata kufanya hizi vitu mazina kwanga expensive. Unaona, kama kutafuta tu sana kuactia. Most of them I don't pay them, but kuna hiyo kitoke mpaka utawa mse transi, maybe lunch nini. Kuorganize hizi vitu ndio ufanye tu movie moja, haikwangi rahisi. So napata most projects sijafanya sana. Sema kama ni maza tu juzi. But I'm planning to work on a lot of stories. By next year, like tutakuwa tunaona kumbe short films zinaweza make Kenya. Mja short film watu waje kwa kufanya Kenya. And I'll be doing a lot of them. I'm just hoping I get the support I need na kila kitu itakuwa poa. From your perspective as a film director, why do you think hazijakuwa embraced? Because that are actually not even short films, just films in general hapa Kenya hazijakuwa embraced as much.
I think tu ni consistency and then acting pia, acting skills. Unapata watu wana talent. Set watu wana talent, unapata mtu ana act. Unajua for you to act you should stop acting. Okay, what do you mean? For you to act you should stop acting, like kasa hii tunaongea. Yes. Ingekuwa na act kuna facials zinafaa kwa nikikwambia hebu ona kitu kwa kichwa chako hapo. Shika hivi. Sasa nishike. Ukishika utashika tu ile like uangalia, si ndio? But sasa mtaka kwambia hebu act ati kuna kitu hapa. Utafuata mse daki kuwa real. Most of nimeangalia film kuna sako fit but kuna sadai kuwa real. Mjua ukikuwa tu real like mseone manze umse manze kitanadu. Unaona vile hii juzu mse anaitonga aje mse wa kemikali. That guy manze anaongea real. I don't know zadhani ni wash real unaona. So the more Kenyans tutazidi kuwa real na tuache kuact. Mjua for you to act you should stop acting. Ukiingia kwa hiyo ukiambiwa like play role fulani you take it in and una own. Kama mimi kama umeona movie yangu nilikuwa napigwa nimekufa. Unazaona mimi niliamua mimi nimekufa. Hata wafanye nini sitacheka unaona. So most people atakangi like get deep into character. For you to act na fuge just kwa tu your character. Most Kenyans unapata mtu ana act hata maybe ati ni jambazi. Basa jambazi fulani hata ukimuona si jambazi. Hata unapata mtu jambazi afa anaambiwa pige mtu anafanya ngoja kuna vitu zingine mtu akiona anasema these guys are joking. Unaona? But vitu kama hizo tukiimprove zitakuwa tu sawa. So that means very soon Kenyan film industry inaenda kugrow utaona tu. So that means it entails a lot, si ndio? Inabidi tease na consistency. Alright, so tukimalizia Genty, what next for you as an artist in terms of music, because umesema much as you do film and yes you talked about it, but for you unasema muziki ndio roho yako. Yes. Right now projects manze nataka kufanya back to back. Nisha record already but now I want to release them back to back. Currently niko na ngoma inaitwa Nitembele. Inaongelea dem fulani mwenye nilimit adai atake kunitembelea. Unajua vile nyima dem nyulenga unaona. Anakwambia nakam. So Nitembele ni ile design ni ngoma fulani wasenge think what relate now vile tu nambenga msa kutembelea Turkey then unamwa leo manze to make it happen then ina happen. So that's my next project. Other than that niko na collabs pairs na kam na sasa wata enjoy. Subscribe kwa channel yangu and follow man plenty Mr. Genty. A lot is coming for you guys. Yes, subscribe to that is your Instagram. Genty plenty Genty alafu plenty. Genty a gentleman. Okay. Genty a gentleman. All right. So go support him, support his craft, support his music. From what you're doing from this conversation, art is not an easy thing. So when you have this artist coming here on board, just try and see how best we can support them as artists. And as we finish this conversation, I leave you with his latest song. Have a look.